Tupo hapa kituo cha polisi cha Ng'ombe ambapo kakamatwa mchungaji wetu kambi ya hapa Dar es Salaam Kigamboni, pamoja na kwamba hatujapata kumuona yeye mwenyewe. Wanasema kwamba anaikashifu serikali. Ni pia akasema kwamba kwanza huyu hawezi kuwa mchungaji, huyu ni mwanaharakati. Harakati wa Injili. Ni mwanaharakati wa kupinga ubaya. Kila jambo lililo baya ni wajibu wa mhubiri kupinga uovu. Kuwa mwanaharakati wa Injili ni kupinga kila ubaya ambao unaonekana kwa watu, kwa sababu huo unaleta laana katika nchi, unaleta laana katika taifa, unafanya Mungu asilikaribie taifa. Tumeagizwa hivyo. Katika kitabu cha Yakobo tunaambiwa hivi, Yakobo 4:7 anasema hivi, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Mpingeni shetani naye atawakimbia. Huyo shetani tunamkuta wapi? Tunapinga shetani aliyeko kwenye mioyo ya watu. Tunampinga shetani ambaye anawafanya watu watende matendo mabaya. Tunampinga shetani aliyeko kwa wauaji. Tunampinga shetani aliyeko kwa wanaoonea watu. Tunampinga shetani aliyeko kwenye uonevu. Tunampinga shetani ambaye anakuwa anateka watu. Na ndio maana unakuta hapo zamani kulikuwa na gazeti ambalo lilikuwa na vikatuni ambavyo vilikuwa vinapendwa sana. Moja ya katuni ambayo ilikuwa inapendwa sana kwenye gazeti la Sani ni harakati za Pimbi. Harakati za Pimbi. Lakini harakati hizo zilikuwa ni harakati tu za kufuata mademu. Harakati za kufuata wanawake wenye makalio makubwa, warefu kumzidi yeye, wanene kuzidi kimo chake, maana amekutana na jini. Zilikuwa zinaitwa harakati za nini? Za Pimbi. Ni za umalaya lakini ni harakati za Pimbi. Kwa hiyo anayetafuta hela ni mwanaharakati, malaya ni mwanaharakati, yani mtu ambaye sio mwanaharakati katika nchi ni ule zezeta tu kabisa, yani taila. Kuhubiri Injili mtaa kwa mtaa, mji kwa mji ni harakati ambazo unakuwa unazifanya, harakati za kiinjili hizo. Kuna sheria ambayo inakataza Tanzania, hatuhitaji wanaharakati. Wanaharakati wote wahame nchini. Hatuhitaji nchini. Kuna hiyo sheria. Mchungaji hatakiwi kuwa mwanaharakati. Mchungaji ni mwanaharakati. Kumkomalia mtu mpaka abadilike ni mwanaharakati. Kumkomalia mtu aache bangi, aache madawa ya kulevya, aache ulevi, aache uzinzi ni wanaharakati. Kumkomalia muuaji aache kuua ni wanaharakati. Ni harakati zile anazokuwa anazifanya. Namna anapokuwa anahubiri pale mpaka watu wanaacha uovu, mpaka watu wanaacha uzinzi, wanaacha umalaya. Zile ni harakati anazokuwa anazifanya, ni harakati. Manabii wote ukiangalia mule walikuwa ni wanaharakati. Na hata tulionao leo manabii mitume ni wanaharakati nao. Wanaharakati wa kuzichomoa kwa staili na aina mbalimbali. Ni wanaharakati na wenyewe. Kuna mwanaharakati wa misukule, kuna mwanaharakati wa kukamata uchawi, kuna mwanaharakati wa kuuza maji. Yaani wote hao ni wanaharakati. Kuna mwanaharakati wa kufundisha ndoto. Yaani ni harakati zile, yani kumfundisha mtu ndoto, yani mpaka ajue sijui kutafsiri ndoto, ajue kwamba ukiona ndoto hii ujue mama mkwe wako ni mchawi. Ni harakati zile. Ni mwanaharakati. Kwani kazi ya serikali ni kufanya uovu? Kazi ya serikali ni kufanya mambo mabaya, si kufanya mema? Kama kazi ya serikali ni kufanya mema tutawapongeza, na wasipofanya mazuri, mimi kama mwanaharakati wa Injili ni wajibu wangu kukemea uovu ulioko kwa yeyote, uovu unaofanywa na yeyote, haijalishi huyo mtu yuko serikalini. Wajibu wangu ni kukemea uovu, ni kuupinga uovu ulioko kwa yeyote. Ni kupinga uovu ulioko kwa yeyote, ni kumpinga shetani aliyeko kwa yeyote. Haijalishi huyo shetani yuko kwa nani, haijalishi huyo shetani anamuongoza nani. Kazi yangu ni kumpinga shetani na kazi zake. Kumzuia wakili wake asionane na wakili wake, asionane na ndugu zake. Kwa hiyo yeye yuko, hatujajua amefanywa nini, hatujajua amemwala si vipi, hatujajua saikolojia yake ikoje, yeye atoe tu maelezo. Hatujajua huyo mtu kisheria ana ujuzi gani wa sheria kichwani mwake, sheria anazijuaje, hayupo. Yani hana mtu yoyote wa kumsaidia kisheria, alafu huyo mtu anaambiwa atoe maelezo. Tupo hapa kituo cha polisi cha Ng'ombe ambapo kakamatwa mchungaji wetu kambi ya hapa Dar es Salaam Kigamboni. Kama mlivyopata taarifa, jana tulihangaika vituo mbalimbali, lakini leo tumefanikiwa kupata kituo alichohifadhiwa, pamoja na kwamba hatujapata kumuona yeye mwenyewe, lakini tulikuwa na mawakili wetu wametusaidia kujua pa kuanzia kupata taarifa ni namna gani, lakini tukajaribu kuhoji pia kosa lake ni nini hasa. Hawatoi maelezo ya moja kwa moja kosa ni nini, ila zaidi wanasema kwamba anaikashifu serikali. Anaikashifu kwa lipi haifahamiki.
Lakini pia akasema kwamba kwanza huyu hawezi kuwa mchungaji, huyu ni mwanaharakati. Tujaribu kukagua simu yake, imejawa na video nyingi ambazo zina kashfu serikali. Kwa hiyo huyu sio mchungaji, huyu ni mwanaharakati. Lakini tulipotaka kujua sasa kuhusu utaratibu wa dhamana na nini sasa kifanyike kwetu sisi ndugu zake na huyo ndugu, walichotujibu ni kwamba kwa leo tuache, watakuwa kwenye mahojiano naye mpaka kesho saa 4 ndo turejee tena, afu tuje tusikilize nini watatuambia. Kwa hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa mchungaji wetu Heribert. Hatujabahatika kumuona bado. Kwa tutawajuza tena kesho nini kinaendelea kulingana na vile tulivyopewa utaratibu na polisi wenyewe. Amina. Yeye anasema hivi, polisi anapoenda kukamata mtu ni lazima amueleze. Unamwambia uko chini ya ulinzi, yuko chini ya ulinzi kwa kosa lipi? Yaani unapomkamata mtu kabla hujamchukua kwenda naye kituoni, unamuelekeza, Modesta uko chini ya ulinzi kuanzia sasa kwa kosa 1, 2, 3. Wanamueleza kosa lake, alafu anakuambia kwamba maelezo mengine utakwenda kutoa polisi. Lakini sasa hivi unakamatwa, huambiwi kosa, ila unachukuliwa tu unapelekwa polisi, alafu baada ya hapo unakwenda kwenye mahojiano. Yaani baada ya mahojiano ndo wanalipata kosa la kukupeleka mahakamani. Sio kama wao wanapokuja kwako wanakuja na kosa kabisa. Yaani sio kama wamekukamata wanakosa kwamba umekosa hili. Yaani ni kama wao kazi yao ni kuwapatia watu makosa. Yaani kama kazi yao ni kutengeneza makosa. Yaani ni kama hawana kosa la moja kwa moja ambalo mtu amefanya, ila wanakupatia kosa baada ya mahojiano. Kwa sababu wamekuja kumchukua Heribert nyumbani, hawajamwambia kosa. Na mpaka sasa kosa lake ni kuwa mwanaharakati. Je, kuwa mwanaharakati ni dhambi? Kosa lake ni kukashfu serikali. Hakuna kosa kama hilo. Kosa lake ni kukosoa serikali. Hakuna kosa kama hilo. Hakuna kosa ya kwamba eti Heribert mwanaharakati na sio mchungaji. Hamna kosa kama hilo. Lakini yuko kwenye mahojiano, amechukuliwa, amepelekwa polisi, yuko kwenye chumba, wanasema bado tunaendelea kumhoji. Wanamhoji nini wakati hajaona kosa? Kwa nini wamemkamata wakati wanaona hana kosa? Kwa sababu itakiwa wao wafanye uchunguzi wao, wakishajua wanakosa, mtuhumiwa anafuatiliwa, mwisho wa siku wao wanamweka chini ya ulinzi. Lakini anawekwa chini ya ulinzi, hajui kosa, hana kosa, anachukuliwa, hana kosa, anahojiwa mtu, hana kosa. Yaani unamkamata mtu hana kosa, mwisho wa siku katika yale maelezo, akishatoa maelezo ndo anaanza kusema tumekukamata sasa unakosa hili. Anahojiwa, hana uelewa wowote kisheria. Na tunawafahamu polisi wetu hapa nchini. Tunafahamu kabisa kwamba kupitia yale maelezo ambayo mtu anakuwa anatoa, huwa umetoa kwa kusema sijui nimechanganyikiwa au sijielewi, au kwa sababu labda nimeshurutishwa, au kwa sababu labda nimeumizwa, au kwa sababu labda sijui nikoje. Huwa umetoa kwa sababu zozote. Yale maelezo, katika yale maelezo yale, humo ndimo yatakamotoka makosa. Haidarishi huyo mtu yukoje kichwani. Hawataki wakili aonane naye, hawataki ndugu zake aonane naye, hawataki yani mtu yoyote. Ni kweli tunaye haya mawakili wakamsaidie sasa, hata kama labda watataka tu wawepo wanavotoa kwenye hayo mahojiano. Tutajuaje kama labda je anashurutishwa? Tutajuaje kama labda je huyu mtu amelazimishwa au ametoa maelezo akiwa katika hali gani? Labda je ametishwa? Tutajuaje? Lakini hata akitoa maelezo hiyo ametishwa au ameshurutishwa amefanyaje, akitoa maelezo ni maelezo ndio atakayoenda mahakamani, na katika maelezo hayo yatatoka makosa humu. Lakini kama angelikuwepo wakili, kwa sababu tunamwamini ni wakili wetu, tungekuwa na uhakika hata akitoa mbele yake kwamba atakuwa ndo shahidi huyo, lakini tungekuwa na uhakika ya kwamba ndugu yetu ametoa maelezo kwa hiari yake. Hajakataa kwamba nitaenda kutolea maelezo mahakamani, ni kwa hiari yake mwenyewe ameamua kufanya nini? Kutoa maelezo. Je, kama yeye hakutaka kwamba labda nitoe maelezo hapa, nitaenda kutolea maelezo mahakamani, haki zote hizo amenyimwa, ila anachukuliwa nini? Anafanywa mahojiano, ambayo katika hayo mahojiano kuna maelezo ambayo ndio atachukuliwa kwenda nayo wapi? Mahakamani. Unafikiria, unasema kosa lake kubwa ni lipi mpaka anafanywa yote haya? Wakili haruhusiwi kumuona, ndugu haruhusiwi kumuona, haruhusiwi kumpelekea chakula, hamruhusiwi kufanya haya, haturuhusiwi hata wakili kumuona mteja wake, naye haruhusiwi, ila yuko kwenye mahojiano. Jamani, hata wakili unaanza hizi sheria. Kwa hiyo yote haya yanayofanyiwa, haya mauzauza yote haya yanaendelea kwa sababu mwanaharakati. Kosa lake kubwa ni kuwa nini? Mwanaharakati. Ni kweli kuwa mwanaharakati katika nchi ya Tanzania ni dhambi.
Kuwa mwanaharakati katika nchi ya Tanzania ni kosa kisheria. Wanaharakati hawatakiwi kuishi humu katika nchi hii. Wanaharakati ni wahalifu. Yaani yoyote yule ambaye atapinga jambo fulani, huyo ni mwanaharakati. Au mchungaji hatakiwi kuwa mwanaharakati. Na wanaharakati wako wengi, unajua. Yaani hata anayefanya umalaya na yeye pia ni mwanaharakati. Ila ni mwanaharakati wa nini? Helbert na yeye ni mwanaharakati wa Injili, hatujakataa. Ni kweli kabisa Helbert ni mwanaharakati. Na mimi mwenyewe Modesta ni mwanaharakati mwenzie. Sisi ni wanaharakati wa Injili. Au nyinyi mmeona Helbert ni mwanaharakati wa nini? Na kazi ya Injili ni kupinga ubaya, ni kukemea ubaya, ni kupinga uovu ulioko kwa yoyote. Zote hiyo ndo kazi yangu kama mwanaharakati. Sasa wewe kama unafanya mambo mabaya ambayo ni ya kishetani, ujue tu kabisa kwamba tutakupinga. Kama unafanya mambo ambayo yana madhara kwa wanadamu, kwa mwanadamu mwingine, jua kabisa tu kwamba tutakupinga. Kama unafanya mambo ambayo yanasababisha madhara kwa watu wengine, jua tu kabisa kwamba tutakupinga. Kama unafanya mambo ambayo yana madhara kwa watu na hayana faida, hayana manufaa kwa wananchi, hayana manufaa kwa jamii, yanaleta madhara kwa jamii, wewe jua tu wanaharakati wa Injili tutakupinga tu. Hapo zamani kulikuwa na gazeti la Sani, kama walivyosema hapo kwamba hawajamuona, na hata mawakili nao wamezuiwa kumuona mteja wao. Hawajafanikiwa kumuona, wamekataa kumuona, wamesema kwamba wana mahojiano naye. Sasa tujajua ni mahojiano gani ambayo hayataki hata wakili awepo, hayataki hata wakili amuone tu, hayataki hata ndugu amuone, hatujajua. Lakini pia wamesema kwamba wanamtuhumu kwa Helbert sio mchungaji, ni mwanaharakati. Kitu ambacho najiuliza ni hiki, je, kuwa mwanaharakati katika nchi ya Tanzania ni dhambi? Kuna sheria ambayo inapinga wanaharakati katika nchi ya Tanzania? Nchi ya Tanzania haitaki watu wawe wanaharakati, na ni kweli kabisa Helbert sio mchungaji. Wamesema vema kabisa, sio mchungaji, ni mwanaharakati. Lakini kuwa mwanaharakati katika nchi ya Tanzania ni dhambi? Je, ni wanaharakati wa aina gani wanaotakiwa kuishi katika nchi ya Tanzania? Kwa sababu kuna wanaharakati wa aina nyingi. Helbert ni mwanaharakati wa neno la Mungu, ndio, kama alivyokuwa Yesu, kama alivyokuwa kina Yohana, kama alivyokuwa kina Petro, kama alivyokuwa kina Paulo. Wahubiri wa Injili wote ni wanaharakati. Ni mwanaharakati wa nini? Wa neno la Mungu, ndio, ni mwanaharakati. Hata mimi mwenyewe Modesta ni mwanaharakati. Kwa hiyo na mimi nitachukuliwa kwa sababu ni mwanaharakati, sio mchungaji. Ni mwanaharakati wa Injili. Ni mwanaharakati wa kupinga ubaya. Kila jambo lililo baya ni wajibu wa mhubiri kupinga uovu. Kuwa mwanaharakati wa Injili ni kupinga kila ubaya ambao unaonekana kwa watu, kwa sababu huo unaleta laana katika nchi, unaleta laana katika taifa, unafanya Mungu asilikaribie taifa. Tumeagizwa hivyo. Katika kitabu cha Yakobo tunaambiwa hivi, Yakobo 4:7 anasema hivi, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Mpingeni shetani naye atawakimbia. Huyo shetani tunamkuta wapi? Tunapinga shetani aliyeko kwenye mioyo ya watu. Tunampinga shetani ambaye anawafanya watu watende matendo mabaya. Tunampinga shetani aliyeko kwa wauaji. Tunampinga shetani aliyeko kwa wanaoonea watu. Tunampinga shetani aliyeko kwenye uonevu. Tunampinga shetani ambaye anakuwa anateka watu. Tunampinga shetani ambaye anakuwa anafanya watu wasiwe na amani. Tunampinga shetani anayeonea watu. Tunampinga shetani aliye kwenye uonevu. Tunampinga shetani aliyeko kwa watu, anayesababisha watu waonee watu. Sasa kuwa mwana Injili ni kuwa mwanaharakati. Ukiwa mhubiri wa Injili, na kuhubiri Injili haihitaji uwe sijui ni mchungaji. Wewe ukiwa, yani mimi Modesta pia ni mwanaharakati wa Injili. Mhubiri yoyote yule ambaye ni mhubiri wa Injili ni mwanaharakati. Kwa sababu gani? Kazi ya mhubiri ni kupinga uovu. Kazi ya mchungaji ni kupinga uovu. Acha tu amejificha, sijui mimi nachunga kila kitu. Hamna. Kazi ya nabii ni kupinga uovu. Kazi ya mtume ni kupinga uovu. Kibiblia ndo kazi yao, kupinga uovu ulioko kwa yeyote. Shetani tunamkuta wapi? Shetani tunamkuta kwenye maisha ya watu. Kuna tabia, kuna matendo ambayo tukiyaona kwa mtu, tunaona matendo hayo anayofanya huyu mtu
anafanya matendo ambayo tunaona ni shetani kabisa. Wewe unamwona mtu anaua mtu, mtu anayeua mtu, huyo sio shetani huyo? Yaani unamwona mtu anaua mtu, inatakiwa mpinge. Kwa sababu gani? Ni shetani. Na ndio maana utasema yaani huyu mtu ana roho ya kishetani kabisa, anawezaje kufanya hivi? Basi hivyo hivyo hata mtu akiwa mwizi, hata mtu akiwa malaya, wewe jua tutampinga. Umekuwa ni mwizi, tutakupinga. Kwa sababu gani? Tumemwona shetani ndani yako, tutakupinga. Uwe mwizi, uwe malaya, uwe unaonea watu, uwe sijui unawafanyia watu ndivyo sivyo, uwe unaumiza watu, tutakukemea na tutakupinga. Kwa sababu gani? Huo ndo shetani, na shetani yuko ndani yako. Umwaiona watekaji wanataka wateke watu yani mbele ya watu. Acha wa sasa hivi, wa kwetu wa sasa hivi wako mwendo kasi, maana hamna anayeshughulika nao. Kwa hiyo hata kuteka hadharani wanaweza, lakini mtekaji hateki hadharani, na hata akija hadharani atasema mimi ni polisi. Hasemi kwamba labda sijui mimi labda sijui ni mtekaji. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ni shetani, yani ni mtu wa mambo ya giza. Ukiwa mtu wa injili, ukiwa mhubiri wa injili, wewe jua ni mwanaharakati. Ukiona mtu ambaye ni mhubiri wa injili, muinjilisti, ni mwanaharakati. Mtume ni mwanaharakati. Na ndio maana akina Elia, akina Yohana wote waliuawa ni kwa sababu walikuwa wanawaita wanaharakati. Mafarisayo ndo waliokuwa wanaitwa watu wa Mungu wakati huo. Mafarisayo na Masadukayo, hao ndo waliokuwa wanaitwa watu wa Mungu. Ni kwa nini? Wao walikuwa wanakula pamoja na serikali, wao walikuwa wanasifia kila kitu kwa serikali, wao walikuwa wanapongeza kila kitu kwa serikali, wao walikuwa wanaombea serikali, walikuwa wanajipendekeza kwa serikali kwa kila kitu. Wanapoona watu wanaonewa, wao hawana shida kwa sababu na wao wanaonea watu. Wanapoona watu wanaibiwa, walikuwa hawaoni shida kwa sababu na wao wanaibia watu. Kwa hiyo walikuwa wanaona kila kitu ni sawa. Wao walikuwa wakienda mbele ya wafalme, walikuwa ni kusema tu uishi milele mfalme, uishi milele mfalme. Walikuwa ni kuwasifia tu na kuwapongeza. Hivyo Mafarisayo na Masadukayo ndio waliokuwa sio wanaharakati kibibilia. Soma Biblia mwanzo mpaka mwisho. Watu wa Mungu wote waliuawa kwa sababu walikuwa wanaonekana kwamba ni wanaharakati. Je, kuwa mwanaharakati ni kosa kisheria katika nchi ya Tanzania? Kukosoa serikali, je, ni kosa kisheria? Kukosoa jambo ambalo unaona sijalielewa, kama ni zuri wewe sinieleweshe mpaka nielewe. Sio nilazimishe tu kwamba ni jambo zuri. Mimi naona sio zuri, ni zuri. Kama ukubali basi twende polisi huko. Umekashfu serikali. Jamani, amekashfu katika yapi? Kama kuwa mwanaharakati ni dhambi, basi tutakamatwa wote nchi nzima, maana wote sisi ni wanaharakati. Ukitafuta hela tu wewe jua wewe ni mwanaharakati. Ina maana uko kwenye harakati za kutafuta hela. Ukiwa unasoma wewe jua tu ni mwanaharakati. Ukiwa ni mwanasiasa wewe jua tu ni mwanaharakati. Ni mwanaharakati. Yaani yoyote yule, wewe ni malaya sana, wewe jua ni mwanaharakati. Yeyote yule unayefanya jambo kwa nguvu na kwa bidii, wewe jua ni mwanaharakati. Na ndio maana unakuta hapo zamani kulikuwa na gazeti ambalo lilikuwa na vikatuni ambavyo vilikuwa vinapendwa sana. Moja ya katuni ambayo ilikuwa inapendwa sana kwenye gazeti la Sani ni harakati za Pimbi. Harakati za Pimbi. Lakini harakati hizo zilikuwa ni harakati tu za kufuata mademu. Harakati za kufuata wanawake wenye makalio makubwa, warefu kumzidi yeye, wanene kuzidi kimo chake, mara amekutana na jini. Zilikuwa zinaitwa harakati za nini? Za Pimbi. Ni za umalaya lakini ni harakati za Pimbi. Kwa hiyo anayetafuta hela ni mwanaharakati, malaya ni mwanaharakati. Yani mtu ambaye sio mwanaharakati katika nchi ni ule nzezeta tu kabisa, yani Taila yani ambaye niseme yani tu yani ambaye ni yupo tu amekaa tu. Kwa sababu harakati ni kulikomalia jambo mpaka liwe. Ni kulikomalia jambo mpaka liwe ni baya au zuri, ni kukomalia mambo ndo harakati. Harakati ni nini? Msio mnachanganya tu watu mara kusema sijui. Yani kama mimi hivi ni muinjilisti, mimi ni mhubiri wa injili. Kwa hiyo kukomalia uovu mpaka ukakimbia, yani kumkomalia mtu mpaka akaacha uovu, hizo nazo ni harakati. Kuhubiri injili mtaa kwa mtaa, mji kwa mji, ni harakati ambazo unakuwa unazifanya, harakati za kiinjili hizo. Kuna sheria ambayo inakataza Tanzania, hatuhitaji wanaharakati. Wanaharakati wote wahame nchini, hatuhitaji nchini. Kuna hiyo sheria. Mchungaji hatakiwi kuwa mwanaharakati. Mchungaji ni mwanaharakati. Hata kama hajakugusa wewe uliko serikalini, jua ni mwanaharakati. Kumkomalia mtu mpaka abadilike ni mwanaharakati. Kumkomalia mtu aache bangi, aache madawa ya kulevya, aache ulevi, aache uzinzi, ni wanaharakati.
kumkomalia muuaji aache kuua. Ni wanaharakati, ni harakati zile anazokuwa anazifanya, namna anavyokuwa anahubiri pale mpaka watu wanaacha uovu, mpaka watu wanaacha uzinzi, wanaacha umalaya. Zile ni harakati anazokuwa anazifanya, ni harakati. Yesu mwenyewe alikuwa mwanaharakati. Wakina Elia walikuwa wanaharakati wa kupinga uovu, wa kupinga uonevu. Na ndio maana unakuta hata akina Yezebeli, akina Ahabu walipofanya mauaji kwa ajili ya kupata shamba la Nabothi, unaona pale Elia alijitokeza kwenda kupinga lile jambo na kwenda kutangaza hukumu ya jambo litakalotokea. Kwa nini? Ni mwanaharakati wa Injili. Yohana alipoona Herode amechukua mke wa nduguye, alikwenda kumwambia si halali wewe kuchukua mke wa ndugu yako, sio haki yako. Alikwenda kupinga kwamba sio halali wewe kuchukua mke wa ndugu yako Filipo. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ni mwanaharakati wa Injili ambaye hayuko tayari kuona uonevu katika jamii. Hayuko tayari, na anakwenda kwa Herode ambaye Herode ni mfalme. Herode ni mfalme, anakwenda kumkemea na anakwenda kupinga jambo alilolifanya. Kwa nini? Kwa sababu ni mwanaharakati wa Injili. Na mwisho wa siku Herode anaamua kumuua. Lakini kilichofanya muue ni nini? Ni zile harakati za kwenda kupinga lile jambo baya alilomfanyia ndugu yake, kwenda kumnyang'anya mke. Mhubiri wa Injili, nabii, ni mwanaharakati. Yohana sijui mtasema alikuwa mwalimu, sijui alikuwa nani, lakini alikuwa mwanaharakati. Twende kwa kina Elia, kwa kina Elisha, manabii wote ukiangalia mule walikuwa ni wanaharakati.